katika surati al-Baqara, amri ya kwanza ya kuambiwa wanadamu, ya ayuha nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ile amri ya kwanza katika Qur'ani ni amri ya kuamrishwa mtu afanye ibada. Ya ayuha nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Neno taqwa ambayo limekuja kuambatana na amri ya ibada, kwamba ibada zetu tukizifanya, na kule sisi kukaa msikitini ni ibada, kukaa kwenye msikiti ni ibada, kukumbushana ni ibada. Sasa kuna mkusanyiko wa ibada kuwa nyingi unazifanya at a time. Kusikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu ni ibada. Sasa inajenga takwa. Na unajua ukisha takwa yako ikijengeka, ni maana wewe umefaulu katika dunia yako na akhera yako. Tutizame haraka kwenye masala haya. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Anayekuwa na takwa, anayeogopa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu anamtolea, anamfungulia makhraj katika shida zake. Waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Mwenye kuwa na takwa Allah subhanahu wa ta'ala anamfanyia mambo yake kuwa mapesi. Subhanallah. Kubwa zaidi ni kwamba Allah yuhibbul muttaqin. Inna Allaha yuhibbul muttaqin. Allah anawapenda wale watu wenye takwa. Na hata janna uiddat lilmuttaqin. Sasa ukikaa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu ukakuza ile takwa yako ikakua, ukirudi kule nyumbani utaanza kufikiria namna gani nibadilishe ile family style iliyokuwa nayo, systems zilizokuweko ndani ya nyumba, unaanza kuzibadilisha. Kwa nini? Kwa sababu kile kipindi umejikata na shughuli za kidunia na mambo ya upuzi wa kidunia, umekaa ukajijenga, ikajengeka takwa katika nafsi yako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakusahilishia yale mambo mengine.